Marekani imepoteza takribani 25% ya ndege zake zisizo na rubani aina MQ-9 Reaper katika vita vinavyoendelea na Iran, katika hasara kubwa inayodhihirisha changamoto zinazokabili jeshi la Marekani katika operesheni zake za anga Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti ya The Washington Post, angalau drones 45 za aina hiyo zimepotea tangu kuanza kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, si drones zote zilidunguliwa na Iran, kwani afisa mmoja wa Marekani amesema baadhi zilianguka baada ya kupoteza mawasiliano na waendeshaji wake waliokuwa wakidhibiti kwa mbali. MQ-9 Reaper ni miongoni mwa ndege muhimu zaidi zisizo na rubani ambazo zinatumiwa na Marekani kwa upelelezi, ufuatiliaji na mashambulizi ya usahihi. Ndege hiyo inaweza kukaa angani kwa muda mrefu na kufuatilia maeneo makubwa bila kumweka rubani katika hatari. Katika vita vya Iran, Reaper imekuwa muhimu katika kufuatilia shughuli za kijeshi, harakati za makombora, vituo vya kijeshi, meli na maeneo ambayo yanazunguka Ghuba ya Uajemi pamoja na mlango bahari wa Hormuz. Kupotea kwa idadi kubwa ya ndege hizi kunaweza kuathiri uwezo wa Marekani kupata taarifa za wakati halisi kutoka maeneo muhimu ya operesheni. Changamoto kubwa kwa MQ-9 ni kwamba ndege hiyo haikuundwa kupambana moja kwa moja katika mazingira yenye ulinzi mzito wa anga. Kasi yake ni ndogo ukilinganisha na ndege za kivita, na inapofanya kazi karibu na maeneo yenye rada na makombora ardhini kwenda angani, huwa katika hatari ya kugunduliwa na kushambuliwa. Iran imekuwa ikiendeleza mifumo mbalimbali ya ulinzi wa anga, huku vikosi na makundi yenye uhusiano na Iran katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati pia yakiwa na uwezo wa kuhatarisha mali za Marekani. Hivyo Reaper zinazofanya operesheni katika eneo hilo zinakabiliwa na vitisho kutoka vyanzo mbalimbali. Hasara hiyo pia ina gharama kubwa za kifedha na kiutendaji. MQ-9 Reaper inaweza kugharimu makumi ya mamilioni ya dola kutegemea usanidi na vifaa vilivyobebwa. Hivyo kupotea kwa drones 45 kunawakilisha thamani kubwa ya vifaa vya kijeshi vilivyoharibiwa. Gharama haishii kwenye ndege pekee. Marekani pia hutumia vituo vya ardhini, mifumo ya mawasiliano, vifaa vya upelelezi na wafanyakazi kuendesha ndege hizo. Kila drones inayopotea inaweza pia kupunguza kwa muda uwezo wa Marekani kufuatilia eneo fulani na kulazimisha jeshi kutumia ndege nyingine au mifumo mingine kuziba pengo hilo. Jambo lingine ambalo linazua wasiwasi ni kwamba baada ya drones hazikupotea kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja, bali baada ya mawasiliano kukatika. Kwa ujumla, kupotea kwa takriban 25% ya MQ-9 Reaper kunaonyesha gharama na ugumu wa kuendesha vita dhidi ya mpinzani mwenye uwezo wa ulinzi wa anga, vita vya kielektroniki na mtandao wa makundi wa shirika katika eneo hilo. Marekani bado inahitaji drones hizo kwa ufuatiliaji wa Iran, Ghuba ya Uajemi na mlango Hormuz, lakini kiwango cha hasara kinaweza kuifanya Pentagon itafute mbinu mpya za operesheni. Na kwa kuwa si drones zote zilitunguliwa, uchunguzi wa sababu za kila hasara utakuwa muhimu katika kubaini kama tatizo kubwa linatokana na uwezo wa Iran kuzuia ndege, vita vya kielektroniki, hitilafu za kiufundi au mchanganyiko wa sababu hizo. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.